Familia ya mamia wa Afghanistan waliouawa katika shambulio la anga lililofanywa na Pakistan dhidi ya kituo cha tiba ya waraibu wa dawa za kulevya mjini Kabul zimeendelea kudai majibu kuhusu sababu ya kushambuliwa kwa raia waliokuwa wakipatiwa matibabu, huku Umoja wa Mataifa umethibitisha watu wasiopungua 269 waliuawa katika tukio hilo lililotokea Machi 16, 2026. Miongoni mwa wanaotafuta haki ni Masuda mwenye umri wa miaka 27 ambaye alipoteza mdogo wake Milwais aliyekuwa akitibiwa katika hospitali ya Omid Drug Rehabilitation, akidai mwili wa mdogo wake ulikutwa ukiwa umeharibika vibaya kiasi cha kutambulika kwa alama za kuzaliwa pekee, na wahanga wengi waliteketea na kusambaratika na mlipuko kiasi cha kushindwa kutambulika. Shambulio hilo linatajwa kuwa moja ya mashambulizi mabaya zaidi kuwahi kutokea Afghanistan katika miaka ya hivi karibuni, huku ripoti ya Umoja wa Mataifa ikieleza kuwa idadi halisi ya waliokufa inaweza kuwa kubwa zaidi kutokana na hali mbaya ya miili iliyopatikana, na mashirika ya haki za kibinadamu yameanza kutaka uchunguzi wa kimataifa ufanyike kwa madai ya uhalifu wa kivita. Serikali ya Pakistan imekanusha kulenga hospitali ya uraia, ikisema mashambulizi hayo yalilenga miundombinu ya magaidi, huku jeshi la Pakistan likidai kuwa eneo hilo lilikuwa likitumika kufundishia washambuliaji wa kujitoa muhanga, madai ambayo yamepingwa vikali na familia za waathirika pamoja na mashuhuda waliokuwepo eneo hilo. Kwa mujibu wa madaktari na mashuhuda, mabomu matatu yalidondoshwa katika eneo la hospitali hiyo iliyokuwa karibu na barabara ya Kabul Jalalabad, huku mabomu hayo yaliharibu mabweni ya wagonjwa, maghala ya chakula, ofisi za wafanyakazi pamoja na sehemu za mafunzo ya ufundi zilizokuwa ndani ya kituo hicho na kusababisha moto mkubwa ulioua watu wengi kwa kuungua. Familia nyingi zinasema waathirika walikuwa waraibu waliokuwa wakitafuta tiba kutokana na umaskini na ukosefu wa ajira uliowasukuma kutumia dawa za kulevya aina ya Tablet K, huku ndugu wa marehemu Muhammad Anwar Walizada walisema alikuwa baba wa watoto 6 aliyekuwa akiuza maji mitaani ili kujikimu kabla ya kuathiriwa na uraibu. Kituo hicho cha Omid kilianzishwa mwaka 2016 katika eneo lililokuwa likitumiwa na majeshi ya Marekani na NATO kabla ya Taliban kurejea madarakani mwaka 2021, huku Umoja wa Mataifa na vyombo vya habari vya kimataifa vilikuwa vikifahamu uwepo wa kituo hicho kwa miaka mingi, jambo linalozua maswali mengi kuhusu madai ya Pakistan kwamba hakikujua eneo hilo ni hospitali ya waraibu. Serikali ya Taliban kupitia msemaji wake Hamdullah Fitrat ilisema kuwa kulenga kwa raia wasiokuwa na hatia ni uhalifu wa kivita na kuitaka Umoja wa Mataifa kuwajibisha waliohusika. Hata hivyo, familia nyingi za waathirika zinaamini huenda haki isipatikane, huku baadhi yao wakisema wameachiwa maumivu makubwa na hawana uwezo wa kujibu mashambulizi hayo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata taarifa mbalimbali.